Ndugu zangu, nimesema leo tunatafakari habari ya ukatili. Mara nyingi ukatili upo, na hasa kwetu sisi watu wa imani, wa Kristo, kanisa. Unapoona ukatili, maana yake umekusudia kuharibu kusudi la Mungu. Mara nyingi tena, mimi niseme kwa maneno yangu, ni mpango kamili wa Shetani. Hata kama unafanywa na watu, ukatili haijawahi kuwa ajenda ya Mungu. Ni mpango wa Shetani, haupo kwenye kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu linaonekana katika uumbaji. Kusudi la Mungu linaonekana katika mpango wa wokovu, anapomleta Yesu azaliwe miongoni mwetu. Hayo ni makusudi ya Mungu. Katika uumbaji, Mungu anakusudia watu waishi kwa amani, kwa furaha, tena baraka zote ambazo zinatoka kwa Mungu. Lakini katika wokovu, kututoa katika mateso, dhambi, mateso na dhiki zote, ili tuwe na uzima sasa na hata milele. Haya ndio makusudi ya Mungu. Nje au kinyume hapo ni mpango wa Shetani, ni kusudi la Shetani. Tumeambiwa tutafakari leo habari ya ukatili. Kuna aina nyingi za ukatili. Ukatili katika familia. Kisema familia, manake ndoa iko hapo na watoto na nini. Na waathirika wakubwa mara zote ni wanawake na watoto katika ukatili wa namna hiyo. Waathirika wakubwa ni kina mama na watoto. Kuna kunyanyaswa na kuumizwa, hata vifo kwa ajili ya kina mama na watoto pia. Kuna kunyanyaswa kingono watoto. Kuna ndoa za mapema watoto. Tena huku mazingira ya huku ndio kabisa, katoto hakajamaliza hata sekondari kako kwa mwanaume. Kamesoma sangapi? Kama inti kadogo, ananyimwa nafasi ya kusoma, angalau apate kusoma pale na maarifa. Kitendo cha kumnyima kwamba sipate elimu ni aina fulani ya ukatili. Hata kama ni mtoto wetu, tunaogopa aibu asije kampata mambo mengine hapa njiani, hapa nikakosa mahari, nikakosa nini. Lakini tutafakari hayo. Kuna ndoa za mapema, nimesema. Kuna baadhi ya kina baba pia wanapita wakati mgumu kwa wake zao. Wapo kina baba, hawasemi tu. Na ndio maana kanisa limeamua kuja na mpango huu wa kuwa na mratibu wa kina baba, kuanzia dayosisi mpaka kwenye majimbo na mpaka kwenye sharika. Tumempata hapa John, kwamba angalau aturatibishie, tuwe tunateta kina baba, msikae peke yenu. Kama kuna jambo la kushia, tuzungumze. Hawa kina mama hao wanapokutana pamoja kwenye vikoba, kwenye nini, wanaongea, wanashare mambo yao, yale mambo ya ndani machungu wanapumua. Kwa hiyo wanakuwa na unafuu. Sisi tunayameza tu, hakuna mahali ambapo tunaongea tukasema shida zetu, kukwama kwetu. Lakini tunapokaa pamoja ni rahisi kuulizana, kusema wewe umepitaje hapa, mbona mwenzangu naona mambo hujawahi kupata shida kama hii. Tuna share yao ya kiuchumi, ya kijamii, hata ya kiimani pia. Tunakaa tunazungumza, jamani, nafasi yetu kama baba ndani ya kanisa tumewajibikaje, nafasi yetu. Lakini wakati fulani, kwa kuwa tumekaa tofauti, kila mmoja na yeye mwenyewe, tumejitenga sisi wenyewe, kila mmoja na mambo yake na changamoto zake. Ndio maana magumu mengi yanatokea na tunakufa upesi. Wakati fulani tunalala mapema tu kwa sababu hatujapata nafasi. Lakini nazungumzia habari ya kina mama ambao wapo wachache, sio wote. Hasa bahati mbaya kina baba hawasemi, ni aibu kwamba mama ananidunda mimi nyumbani, mama ananyanyasa. Hawasemi, nasema ukisikia hapa, Wasukuma wenzangu watanielewaje kwamba mama ananinyanyasa. Juzi nilikuwa nasikia habari ya baba mmoja, mke wake ni mtumishi wa kanisa, lakini namna ambavyo naishi kwa wakati mgumu sana. Yule mama ambaye ni mzee wa kanisa, kumbe akiwa huku ni mtu mzuri sana, lakini akiwa nyumbani ni katiri sana. Wakitoka shambani kulima, hakuna kumpikia babake. Anachokifanya baba, akikaa pale akiona hakuna dalili yoyote hata chakula hapa, anaenda kutafuta kitimoto mitaani.
wanamkuta mara, mbona huko wanasema hivi, nikishakula saa hizi ni mpaka kesho, nyumbani moto na waka. Sasa ni wachache ambao wanasema nyinyi bahati nzuri hapa hawapo. Wanaofanya hivyo kwa kina baba sidhani kama wapo. Huko nyinyi mmeokoka. Lakini kuna watu wanaishi maisha magumu, na hasa watoto. Siku moja pia watoto hawa, mimi machozi yalinitoka siku moja. Sasa hii ni kina baba, namna ambavyo na wenyewe wasipojali. Niliondoka nyumbani mimi kwenda kutafuta mkaa mahali fulani. Sasa huwa nanuaga mkaa wa kupikia mahali fulani. Nilipofika pale, yule anayeniuziaga hayupo. Akaniambia, nenda kwa jirani yangu, nyumba hiyo hapo ya pili, naye anauza mkaa. Nikaamua kwenda. Nilipofika pale nikakuta watoto. Ilikuwa majira kama haya ya mvua. Katoto kakiume kakubwa kako darasa la 4, kana miaka kama 11 na 2. Kapo na kadogo kake kana miaka kama 8 7. Hawa wakubwa wawili, lakini wa kiume. Kadogo kabisa kasichana. Kadogo kakubwa, kadogo kabisa ni kakike, kana miaka 3. Kadogo kabisa kana miaka 3. Sasa nikafika nikawasalimia pale, nikakuta yule mkubwa yule ni asubuhi, mida kama ya saa 2 saa 3 hivi. Mvua imetoka kunyesha, sasa mvua imeachia, hainyeshi tena. Kauliza, samani, nimeambiwa baba hapa huwa anaandaga mkaa, yuko wapi? Wakasema hayupo. Na wakati huo huyu mkubwa huyu yuko bize, wametoka kuokota uyoga humo kwenye majani. Kwa hiyo wanachambua ule uyoga mdogo sana ule, wanachambua na kwenye kabakuli. Alafu kadogo kasichana kamechuchuma hapo, kingine kakiume kwa mkubwa na miaka 11 yuko darasa ndio anachambua. Sasa baba hayupo. Mkaa upo. Akasema mkaa hatuna uhakika kwa sababu jana aliupeleka huko, lakini tangu alivyopeleka huko hajarudi. Anakunywa anakunywa kwenye kilabu fulani cha pombe kile pale. Sasa hajarudi nyumbani, si amelala huko. Nikasema mama yuko wapi? Akasema mama hatuna. Yuko wapi? Amefariki mwaka jana mwezi wa 10. Na huo ni mwezi wa 2. Sasa ananiambia mwaka jana amefariki. Kwa hiyo kale ndio kanachambua ili kakoroge na maji, alafu ndipo wale na wadogo zake. Ilinipa shida sana. Kwa hiyo niliahirisha habari ya kununua mkaa, ikabidi nitoke mimi kwenda kununua ile hela, kununua sukari na vitu gani niwaletee pale. Wakina baba na nyinyi wapo wakina baba wa namna hii. Ndio maana neno limekuja kwetu kwa namna hii. Yaani niliumia sana. Ingawa nilijaribiwa kumchukia yule baba hata kama simfahamu. Lakini baadaye nikasema Mungu naomba nisamehe, hivi kwa nini? Kumbe natakiwa nimpendage mtu kama huyu pia nimpende. Basi Mungu naomba nisamehe, unijalie neema ya kumpenda. Hata baada ya muda fulani kabidi tupite pia na mama kwenda kuwaona watoto wale. Yaani hela ananunua mkaa, naenda huko kulala huko, na mke wake alifariki, vitoto vimebaki pale. Wapo wakina baba wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana neno hili linakuja la namna hii kwamba hebu tutafakari maisha tunaishije huko. Ukatili upo wa aina nyingi. Upo ukatili wa wenye mamlaka kuona wanyonge wasio na sauti, kuwaonea tu kwa sababu upo kwenye dhamana fulani, uongozi fulani ndani ya jamii, ndani ya serikali. Kwa hiyo wanyonge hawana sauti, hata wakisema basi hawasikilizwi. Upo ukatili wa namna hiyo. Kuna ukatili pia hata katika uumbaji. Tunalalamika leo kwa namna kuvuka mito. Ni kwa sababu tumeharibu pia mazingira. Haribu ovyo. Ndio maana mvua zinanyesha bila utaratibu. Zinataka hata kutuzuia tusisali. Au wainjilisti wanatoka kule Fumbo wanachelewa kufika hapa. Ni ukatili huo, tunamtesa mwinjilisti kuchelewa kufika hapa kwa sababu tunaharibu mazingira. Upo ukatili wa aina nyingi. Lakini ukatili ambao ni mbaya sana ni ule ambao unafanywa na baadhi ya watu wenye dhamana fulani katika jamii, lakini hiyo dhamana hugeuka kuwa ni fursa yao ya kutenda ukatili kwa wengine. Wanatumia nafasi ya vyeo, nafasi kwa ajili ya kuharibu na kutesa wengine. Hao wote
hutumikishwa na shetani. Maana nimesema mpango mzima ni shetani. Maana ajenda ya ubaya kwa Mungu haipo. Yeye hutumia ujanja mwingi akipotosha huyu shetani na kuondoa watu katika lile kusudi la Mungu. Hutumia hata watu ambao wana sura kama Herode, wasio na hofu ya Mungu wala gai, na walio tayari kuangamiza kwa ajili ya faida yao. Wapo wengine ni watawala, wengine viongozi, wengine watumishi, kwa namna nyingi kutumia nafasi zile kwa ajili ya kuangamiza, kuua kwa ajili ya faida yao. Wapo tayari kutesa na kuharibu uumbaji wa Mungu na kubatilisha kusudi la Mungu. Hata hivyo, daima kusudi la Mungu hudumu milele. Kichwa cha wiki kinasema ukatili upo, tupinge, na neema ya Mungu inaweza kutuwezesha kuwa Mkristo. Naomba sasa niwakumbushe. Kwanza naomba niulize, kuna watu makatili hapa? Hebu tunyoshe mkono. Yupo mmoja, nimemwona kule nyuma, kanyosha mkono. Umenyosha mkono au si? Wasio katili wanyoshe mkono, ambao unaona kabisa mimi sio katili vibaya. Usinyoshe kama una ukatili. Nataka tu hii. Ukiona una ukatili kadogo usinyoshe. Nyosha tu kama una ukatili kabisa. Okay. Nashukuru. Sasa nataka niwakumbushe kitu kimoja. Kuwa Mkristo au kuwa mwana wa Mungu ni utayari wa kujitambulisha pamoja na Kristo. Kujitambulisha pamoja na Kristo ndio maana ya kuwa Mkristo. Popote na majira yote. Ni utayari wa kuacha maisha ya uovu na ukatili wa sura yoyote, ndio maana kuwa Mkristo. Unajua tupo katika majira ya Kwaresma. Tunaalikwa kutubu na kutafakari utakatifu wa Yesu ambaye tumekiri kuambatana naye mpaka Golgotha. Waimbaji wameimba hapa kwamba mpaka Golgotha. Macho yetu yafumbuke kuona sawasawa hila zote za mwovu shetani aletayo katili miongoni mwetu. Yaani tupate kuona sawasawa. Nimesema mifano ipo mingi ya ukatili. Kwa hiyo nimeshukuru kwamba jinsi ambavyo nimenyosha mkono mmesema ninyi sio makatili. Hamna ukatili. Lakini jamii inayotuzunguka pengine inatuhusu na sisi. Kuna ushahidi mwingi kupigwa kwa wanawake na kuuawa, pia kunyanyaswa kisaikolojia. Katili kwa watoto, mfano mmoja nio nimeusema ambao mimi mwenyewe nimeshuhudia kwa macho napoenda kununua mkaa mahali fulani. Ndoa za utotoni, ninyi mtakuwa mashahidi maeneo haya. Ndoa za utotoni. Yaani ingekuwa ni ruhusa yangu mimi ni kwamba hata kama akiolewa bado aende shuleni, haki yake ipate pia. Wananyanyaswa kingono. Wanaume pia wananyanyaswa kimya tu, na hata wakilalamika jamii haielewi upesi. Baba mmoja